Mtu yoyote aliyeitwa na Mungu, kuna mahali ametoka na kuna mahali anaelekea. Lazima uwe na uwezo wa kujipima umetoka wapi na unaenda wapi. Pastor, umetoka wapi na unaelekea wapi? Passion yako kuhusu Mungu imetoka wapi na inaelekea wapi? Mzigo wako kuhusu Mungu unatoka wapi na unaelekea wapi? Je, unakozidi ulikotoka na ulipo sasa, unavyopima, je, mzigo wa ule uko bado vile vile? Passion yako kuhusu Mungu, shauku yako kuhusu Mungu bado iko vile vile? Umetoka wapi? Namna vile ulivyoanza huduma ulikuwa na shauku, ulikuwa na passion kuhusu watu waokoke, ulikuwa na passion kwamba taifa hili lipone, ulikuwa na passion kwamba watu wakae salama, wamche Mungu. Sasa hivi umeshapigwa bahasha za kutosha mpaka umesahau ya kwamba kuna kazi uliitii. Umetoka wapi? Kuna watu kwa sababu ya maisha wanayokutana nayo wanasahau walikotoka. Kwa sababu ya mfumo wa maisha ulioko duniani unafanya wasahau walikotoka. Wakishapata vyeo, wakishapata nafasi za kiutawala, wakishapata nafasi za kuwa mitume na manabii wakubwa wanafahamika, wanasahau walikotoka. Wanasahau Mungu aliwaita kwa kusudi gani. Umetoka wapi? Swali la pili ambalo Yona anaulizwa, umetoka wapi? La kwanza, kazi yako ni nini? La pili, umetoka wapi? Check passion yako. Angalia shauku yako ambayo ulikuwa nayo. Uliitwa mzalendo. Walikuamini kwenye uongozi kwa sababu waliona we ni mzalendo. Lakini sasa hivi sio mzalendo, umekuwa fisadi. Umetoka wapi? Ulikuwa pastor mzuri, lakini sasa hivi no longer a good pastor. Angalia ile passion ambayo ulikuwa nayo. Check it now. Tatizo lilionekana kwa Yona. Na tatizo lilipoonekana kwa Yona, nahodha ikabidi aulize maswali. Kazi yako ni ipi? Na wewe umetoka wapi? Kwa sababu kila kazi ina shauku yake, ina passion yake. Inawezekana umepoteza shauku kwenye ile kazi ambayo Mungu amekupa. Umepoteza shauku kwenye wito ambao Mungu alikupa. Sasa hivi haujisikii tena kuwa yule mtu ambaye Mungu alikuitia uwe. Kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya magari, kwa sababu ya nyumba nzuri yenye viyoyozi, kwa sababu ya friji nzuri iliyojaa vyakula, kwa sababu ya vikao vingi ambavyo unaitwa ambavyo vina fedha, kwa sababu ya wanasiasa wanaokupigia makofi. Umetoka wapi na unaenda wapi? Angalia vile mahali ulikotoka. Angalia namna ulivyosahau wito wako. Mzigo wako uliuacha wapi? Umetoka wapi? Mwambie jirani yako, umetoka wapi? Mwambie tena, umetoka wapi? Taifa linapotea kwa sababu tuna viongozi ambao hawajui tulikotoka. Taifa linaangamia kwa sababu tuna watu ambao hawajui tumetoka wapi na tunatakiwa kwenda wapi. Hawajui. Wenyewe wanaangalia vya kwao. Wanaangalia nyumba yangu, viwanja vyangu, magari yangu, makampuni yangu. Tumefuja kiasi gani? Tumeiba kiasi gani? Ndo hayo. Hawajui wametoka wapi. Kanisa linakwama kwa sababu linakuwa na viongozi wasiojua tumetoka wapi. Pale mchungaji anapogeuka anaita kanisa vikanisa. Hajui tumetoka wapi. Hajui gharama ya watu ambao wamelipa kwa ajili ya injili kwenye hili taifa. Hawajui. Na ndio maana anaweza kalita kanisa vikanisa. Kanisa anaita kikanisa. Uwezo kalita kanisa la Mungu kikanisa. Wewe hujui tulikotoka. Tunaona vikanisa vingi siku hizi. Havikuaga vingi. Ni kanisa la Mungu. Anayelijenga kanisa lake ni Mungu. Kwa hiyo tuna viongozi wa makanisa wasiojua kanisa limetoka wapi. Na ndio maana wanadharau kanisa la Mungu. Wanadharau kazi ya msalaba. Wanadharau Mungu alipotufikisha. Ukiona kiongozi yoyote amepewa nafasi yoyote na akadharau, akaanza kuleta hujuma, akaanza kuleta ufisadi na uharibifu, hajui alikotoka na hajui anakoenda. Taifa la Tanzania limepoteza viongozi wanaojua wapi tumetoka, wapi tulipo na wapi tunapaswa kwenda. Na yeyote ambaye ataonekana ana macho ya kutazama ni wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunakwenda, anatafutwa apofushwe macho kwa fedha, apofushwe macho kwa uchafu wa namna yoyote, ili mradi tu asione. Kwa hiyo tunakuwa na viongozi wengi ambao wamepofushwa macho na fedha, wanakula mpaka wanajisahau. Sahani za ubwabwa za fedha za umma zimekaa pale, mali za umma zimekaa pale. Wamesahau ni wapi tumetoka, wapi tulipo na wapi tunakwenda. Kupata somo lote na mafundisho mengi mazuri, fuatilia YouTube channel ya Pastor David Mbembela leo.